sana Dana na tukafanya mkutano mkubwa sana Mtama. Leo asubuhi wakati tunakuja hapa Ruangwa tumepita Chinongwe, tulienda kufungua tawi la chama Chinongwe. Watu wa Chinongwe ambapo hatukukaa hata nusu saa walikuwa wengi kuliko nyie watu wa Ruangwa mjini. Sasa inabidi niulize, kuna shida gani hapa? Kuna shida gani Ruangwa? Nimeulizia kwa viongozi wenu, wameniambia mambo fulani. Tayazungumza kidogo hapa. Sasa ndugu zangu, hii ni mara yangu ya kwanza kabisa kufika Ruangwa. Sijawahi kufika. Sikuweza kufika mwaka 2020 wakati wa uchaguzi mkuu kwa sababu nilipigwa marufuku kuja kufanya kampeni kusini, na nilikatazwa kuja kusini kwa sababu Magufuli niliyekuwa nagombania naye urais, yeye alikuwa hawezi kuja huku. Kwa vile Magufuli hawezi kuja huku na huyu mtu mbaya huyu wa Chadema, na yeye fanyeni namna asiende, wasiweza kuja kufanya mikutano ya hadhara kusini. Nilijaribu mara moja Kilwa Kivinje, nikapigwa mabomu sana na polisi, nikapigwa mabomu ya kutoa machozi. Wasiweza kuja kusini kufanya mikutano ya kampeni. Sasa leo kwa vile tumekutana kwa mara ya kwanza, naomba niwashukuru kwa kuja kunisikiliza pamoja na uchache wenu. Niwashukuruni kwa kuja ili tuzungumze ya nchi yetu na tuzungumze ya hapa Ruangwa kwenu. Ni mengi ya kuzungumzwa, hatuna muda mwingi sana wa kuyazungumza yote yanayohitaji kuzungumzwa. Tutazungumza kwa uchache yale ambayo yametuleta. Nimewasikiliza viongozi wenzangu wote ambao wamesimama kwenye jukwaa hili, na wote wamesema, wameelezea jinsi ambavyo hali si shwari hapa Ruangwa. Hali si shwari kabisa. Kwa mfano, sijui ni wakazi wangapi wa wilaya hii ya Ruangwa wamewahi kwenda kuiona timu ya Namungo ikicheza mpira uwanjani. Sijui. Nafikiri haiwezekani wakawa ni watu wote wa wilaya hii. Sio wote wanapenda mpira, na sio wote pengine wanaipenda Namungo. Hata hivyo, pamoja na ukweli huo, nimesikia watu wakisema hapa hivi, ukilima korosho ulime wewe, jasho bila kwako, usafishe shamba wewe, upige dawa wewe, uvune. Ikifika kwenye kuuza, kwenye kila kilo moja ya korosho unakatwa shilingi 20,000. Shilingi 20, sio 20,000. Unakatwa shilingi 20 kwa ajili ya timu ya mpira ya Namungo.
Wewe unaokwenda mpirani au hujawahi, hela yako inakatwa, korosho yako inakatwa. Uulizwi kama unapenda kutoa, inakatwa. Sasa hebu fikiria kwa korosho yote mnayolima wilaya nzima, wanachukua shilingi 20 kwa kilo, wanapeleka kwenye nani anayejua kama wanapeleka? By the way, najua wewe mletea mahesabu ya Mungu, nani anayejua kama wewe zinapelekwa, ila mnajua zinakatwa, au sio? Hiyo inakuambia kwamba hali sio shwari, au nakosea? Tuendelee. Nimesikia viongozi wanasema hivi, na katibu wenu hapa ameniambia, ukiwa mkulima wa korosho hapa, ukavuna korosho, kama nilivyosema, unahangaika mwenyewe, jasho ni la kwako, gharama ni za kwako. Ikifika kwenye biashara, unafika mahali unataka kupata hela, ni ya kwao. Sasa ninasikia hivi, kama unakaa mbali na yaliko mahala ya runali, sikuna mnyama anaitwa runali, yuko mnyama huyo, sio? Kama unakaa mbali na hayo mahala, ili unatakiwa upeleke korosho yako yote kwenye mahala ya runali, au sio? Uwe mahali popote katika wilaya hii pembeni, unakatwa gharama ya usafiri kwenye hiyo korosho yako shilingi 35 kwa kilo. Wewe ukijaza lile tani 10, unalipa 900,000 milioni, sawa na ukikodi lori Dar es Salaam lilete mzigo Ruangwa. Au nakosea? Au nachomeza? Kwa gharama ya kusafirisha korosho kutoka Chinongwe mpaka yaliko mahala ya runali, inaweza ikawa milioni 1, sawa na kukodisha lori kutoka Dar es Salaam lilete mzigo hapa. Hii nasema hali sio shwari. Hiyo 35 ni maeneo ya karibu na mahala. Maeneo ya mbali nimeambiwa ni shilingi 50. Au nimedanganya? Kwa hiyo kusafirisha kilo 1 ya korosho ukiwa mbali shilingi 50, ukiwa karibu na hala shilingi 35. Mnakubaliana hiyo bei na anayesafirisha? Inakatwa juu kwa juu. Uulizwe, kama ungekuwa una uhuru wa kuamua, pengine ungetafuta lori lako mwenyewe, au nakosea? Ukapatana na mwenye lori, wewe mwenye mzigo. Hiyo si ruhusa. Hayo mamlaka ya kuamua mzigo wako upakiwe kwa gharama gani, sio ya wewe uliyelima, ni ya wao. Mnajua hicho kinaitwa nini? Nyerere alikuwa na jina lake. Nyerere alikuwa na jina la huo utaratibu. Nyerere alikuwa anaita unyonyaji. Alikuwa anaita nini? Unyonyaji. Na walikuwa wanafanya huo utaratibu dhidi ya wananchi. Nyerere alikuwa anawaita wanyonyaji. Alikuwa anawaita jina lingine makupe. Unajua kupe? Kupe ananyonya damu ya wanyama, au sio? Kwa Nyerere alikuwa anasema wanaowafanyia wananchi mambo hayo ni wanyonyaji, ni makupe. Na nyie
kwa hiari yangu ninalipia gharama ya wanachama wangu wa Yanga kwa hiari yangu. Wewe una hiari? Wewe una hiari? Wewe kosa lako ni kwamba unalima korosho. Ukilima korosho, adhabu yake shilingi 20 kwa kilo kwa Namungo. Utake usitake, unyonyaji. Hata muitene ni unyonyaji. Mnanyonywa. Mnafanywa nini? Mnanyonywa. Sasa hapo ni nje ya hayo makato mengine. Korosho bei 2,800 nalipo 1,800 au 1,700 zilizosema hapo. 1000 nzima wamekwenda nayo. Au nakosea? Kulima ulime wewe, usafishe shamba wewe, upige dawa wewe, kila kitu wewe, jasho likutoke wewe. Ikifika kwenye mapato wanakuja wanasema stakabadhi halali. Unyonyaji. Ukilima ufuta, na kuna ufuta sana Ruangwa hii, au nakosea? Mapori, nimeona mapori yamefyekwa, watu wamelima, umekubali sana ufuta. Mahangaiko yote ni ya kwenu. Nikija hapa mwezi wa 6 ndio mavuno, sio? Mtakuwa wote mnaambiwa kila mwenye ufuta stakabadhi halali. Au nakosea? Kuna baadhi kila mahali hapa mnahangaika wenyewe. Hamna, serikali haina msaada wowote. Mnajihangaikia wenyewe. Nikija hapa wakati wa mavuno ya mbaazi, mtaniambia mheshimiwa, hapa tunaliwa na stakabadhi halali ya mbaazi, ya ufuta, ya korosho. Ni nini? Ni unyonyaji. Mnanyonywa na serikali yenu na wale wanaojiita viongozi wenu na marafiki zao. Wanakula njama na watu wanaonunua mazao yenu, wanawapa hela nyingi, wanawapa wao hela nyingi, alafu nyie huku mnakuja kupewa hela kidogo. Kuna mkulima mwenye afadhali chini, kuna mkulima mwenye nafuu. Halafu wanaofanya hivyo, ukimuuliza hivi, wewe shamba lako la ufuta liko wapi? Hana. Ukimuuliza wewe shamba lako la korosho liko wapi? Hamna. Ukiuliza wewe shamba lako la mbaazi liko wapi? Hana. Ila anatajirikia mbaazi zenu, anatajirikia korosho zenu, na anatajirikia ufuta wenu. Hiyo ndio unyonyaji. Hiyo nini? Unyonyaji. Kuna kipindi fulani miaka mingi kidogo iliyopita, lakini kipindi hiki Majaliwa wenu ni waziri mkuu. Majaliwa ni waziri mkuu. Aliteuliwa na Magufuli. Sasa niambieni wakazi wa Ruangwa ya Majaliwa kasi, hamkuletewa jeshi nyie likawanyang'anya korosho kwa nguvu? Niambieni wazee. Hamkuletewa jeshi wakawanyang'anya korosho kwa mtutu wa bunduki? Haikuwa hivyo.
Aliwateteeni huko wazee wangu? Serikali ambayo waziri mkuu wake ni mbunge wenu imewaletea maafa, imewaletea jeshi. Wanajeshi wanafundishwa kupigana na wanajeshi wenzao, hawafundishwi kuja kunyang'anya raia mali zao. Lakini mliletewa jeshi hapa. Mikoa yote ya kusini inayolima korosho ililetwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Ndivyo wakaja kufanya unyang'anyi wa korosho kwa ukatili mkubwa ajabu. Na Kassim Majaliwa alikuwa waziri mkuu wa serikali hiyo. Nani anayepisha? Hayupo. Mlipata haki yenu? Kwa hiyo ni sahihi kusema mbunge wenu, waziri mkuu, ameshiriki na anaendelea kushiriki katika unyang'anyi unaofanyiwa na hao wakubwa wa stakabadhi halali. Nakosea? Nikisema hivyo takuwa namuonea? Takuwa namuonea? Sasa hebu tujiulize, inakuwaje tunakuwa na viongozi wa aina hii? Inakuwaje tunakuwa na viongozi ambao wanajiita viongozi wetu, lakini hawana msaada wowote na sisi? Inakuwaje? Jibu la hilo swali ni kwamba utaratibu wa kuwapata hao viongozi, ni wa hovyo. Utaratibu wa uchaguzi, viongozi wetu tunawapata kwa uchaguzi. Uchaguzi ukiwa wa hovyo, viongozi wanakuwa wa hovyo. Unavyopanda ndivyo utakavyovuna. Ukipanda kwenye utaratibu mbovu wa uchaguzi, utavuna majanga ya Kassim Majaliwa na John Pombe Magufuli na sasa Samia Suluhu Hassan. Majanga kwa wakulima, wao wa korosho au wapamba Usukumani au wakahawa kwenye maeneo ya milimani au mazao mengine yoyote, mahindi huko tulikotoka, mikoa ya Rukwa na Iringa na wapi. Majanga, unyonyaji kila hali, kwa sababu utaratibu wetu wa kuchagua viongozi ni wa hovyo. Sasa hebu tufikirie ya Ruangwa. Tufikirie ya Ruangwa. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji, kuna vijiji 90 hapa, 92. Kuna vijiji 92. Mwaka jana mwezi wa Novemba kwenye uchaguzi wamekuwa wagombea wote wa upinzani, na waliobaki wameshughulikiwa na mapolisi hawa na walimu wanaosimamia uchaguzi na watendaji wa vijiji. Uchaguzi wa kihuni kabisa, hauna kosea. Kwa hiyo leo Ruangwa yote, wenye viti wote wa vijiji ni wa CCM. Wamepatikana kwa huo utaratibu wa uchaguzi wa hovyo namna hiyo, wa kuengua wagombea wengine ili haya masisiemu yabaki peke yao. Sasa ukipata shida wewe hapa leo, unafikiri mwenyekiti wa kijiji ambaye hukumchagua atakutetea? Atakusemea? Mnaonewa mara ngapi kwa kufunguliwa makesi ya ajabu ajabu na mapolisi? Mwenyekiti wa kijiji ambaye hujampigia kura atakuja kukuhangaikia wewe? Inawezekana?
2020 kwenye uchaguzi mkuu, mbunge wenu Kassim Majaliwa amepita bila kupingwa. Sio kwa sababu hakukuwa na wapinzani, bali ni kwa sababu yeye na mkuu wa mkoa na wakuu wa mapolisi na usalama wa taifa wameleta FFU na mapolisi na usalama wa taifa wakaweka pale kwenye halmashauri. Yeyote anaenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge ni kipigo. Ni kipigo, nakosea? Wamepigwa na kupigwa na kupigwa na kupigwa. Wanapigwa na polisi, wanapigwa na FFU, wanapigwa na usalama wa taifa ili Majaliwa apite bila kupingwa. Matokeo yake ni shilingi 20 kwa kilo makato kwa ajili ya Namungo. Matokeo yake ni shilingi 35 au shilingi 50 makato kwa kila kilo usafiri ndani ya wilaya. Matokeo yake ni stakabadhi ghalani kwa korosho, kwa ufuta, kwa mbaazi. Matokeo yake ni kwamba ukiwa na kabiashara hapa mjini hapa ni makato, lukuki, ni ushuru, ni tozo, ni nini. Matokeo yake ni kwamba wote mnanyona. Unavyopanda ndivyo unavyochagua ndivyo utakavyopata uongozi unaolingana na ulivyochagua. Sasa sisemi nyie mmechagua kwa sababu hamkuchagua. Hamkuchagua. Ukiwa na mgombea mmoja unachagua nini? Kuna uchaguzi hapo? Hakuna, sio? Kwa hamjachagua. Lakini matokeo yake ni yale yale. Umechagua vibaya au haujachagua kabisa, 20 kwa kilo na kuhusu ya Namungo, 35 mpaka 50 na kuhusu ya usafiri, stakabadhi ghalani na kuhusu, tozo na kuhusu, ushuru wa halmashauri na kuhusu. Ukipita barabara za vijijini, sijapita bila, lakini wakati wa mavuno ukipita mageti ya ushuru wa mazao ni kila barabara. Nakosea? Ukifika getini toa hela. Toa. Unatoa kwenye geti la kwanza, ukifika la pili toa hela. Uwe na mahindi, una muhogo, una samaki, una mbao, una korosho, kila chochote ulichotoa hela. Ukituma hela unakatwa, ukipokea unakatwa. Unavyopanda ndivyo unavyo. Unanielewa? Sasa hebu fikirieni utaratibu unaoruhusu kwenye uchaguzi, utaratibu unaoruhusu mtu mmoja aegue wapinzani wake kwenye uchaguzi ili abaki peke yake. Huo utaratibu ni mzuri kiasi gani? Unawasaidiaje wananchi kiasi gani? Unawasaidia? Hakuna. Sasa ndio utaratibu wa uchaguzi wa Tanzania. 2020 Kassim Majaliwa amepita bila kupingwa, na Mnaui amepita bila kupingwa, Ulo Wadada amepita bila kupingwa, Job Ndugai alikuwa spika amepita bila kupingwa, Palamagamba Kabudi kapita bila kupingwa, nani yule mtoto wa Kikwete kapita bila kupingwa. Wamepita bila kupingwa wabunge 28. 12% ya wabunge wote wa majimbo nchi hii hawajapigiwa kura na mtu yeyote. Kwenye udiwani ni zaidi ya 20%.
872 nchi nzima wamepita bila kupinga. Ndio maana ushuru wa halmashauri unaangamiza wananchi kila mahali ukienda, kwa sababu ya utaratibu huu wa uchaguzi. Ndio maana sisi wananchi wa nchi hii maisha yetu yanazidi kuzorota siku hadi siku, na ni kila mtu tunapenda kuwasema hawa mapolisi, na ni sawasawa kuwasema, kwa sababu wanatumika hovyo, wanatumika vibaya, wanatumika kutuonea, na wanatuonea kweli kweli. Sasa tuwafikirie mapolisi wenyewe hao. Huyu polisi akipokea mshahara mwisho wa mwezi, amekatwa hela ya mfuko wa kuzikana, wa kufa na kuzikana. Polisi huwa wanazikwa na serikali. Mapolisi wa Tanzania wanakatwa hela za kuzikana wenyewe, kwa sababu serikali inawajali wanapopiga wapinzani tu. Hamna waganga wa mkuu nchi hii. Tunaelewa? Tamaliza sasa hivi. Sasa mapolisi hawa hela zao za uniformu zinaibiwa, mishahara yao inakatwa, hela hizo wanazozikana hizo zinaliwa. Halafu wakistaafu hawa wanasubiriwa na kitu kinaitwa kikokotoo. Ukifanya kazi miaka 30 kwa naafale, siku ukistaafu wanakuona wa maana kwa sababu umevaa hivi. Siku umezeeka, umevua hayo magwanda, umefanya kazi miaka 30, unaenda kupewa kiinua mgongo cha miaka 10. Miaka 20 iliyobaki wanakuambia hiki tutakutunzia. Tukikupa zote utaenda kuzilewea, kesho utakuwa huna lolote. Hii serikali inatunzia mtu hela zake. Karume alisema, marehemu Karume yule wa kwanza alisema mwanamume hatunziwi hela na mwanaume mwenzake. Kama polisi mtatunziwa kiinua mgongo na serikali. Hizo za miaka 10 uliyofanyia kati ya 30 haitoshi hata kujenga. Umeshazeeka, huna uniform, kwa hiyo kesi utishi tu yeyote. Ukifuatilia kiinua mgongo na wewe toka hapa. Wewe kama mimi nilikuwa na askari, haijalishi, toka hapa. Na hela ya nauli hauna, unaanza kusumbua watu, ndugu mara nini, ambao ulikuwa huwajui wakati unafanya kazi. Unapata pressure, unaanguka, unakufa. Halafu tunakuja kusema Bwana ametoa, Bwana alitoa, Bwana ametoa. Kumbe umeliwa na kikokotoo. Sasa kwa hiyo, na hiyo inawahusu walimu, inawahusu manesi, inawahusu waganga, inahusu kila mtu anayefanya kazi nchini. Wote tunaonewa, wote tunanyonywa na haya makupe. Unanielewa? Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba utaratibu wetu wa kuchagua viongozi wa hovyo tuubadilishe. Tumepiga kelele kwa zaidi ya miaka 30 kwamba tubadilishe mfumo wa uchaguzi, tuwe na tume huru, tuwe na mfumo wa uchaguzi unaotenda haki kwa wote wanaogombea. CCM amekataa. Zamani walikuwa wanaruhusu ushindani, sasa hivi hawataki ushindani kabisa. Ndio maana ya kuegua hii. Ndio maana leo bungeni CCM ni 98%. Nilipokuwa mimi bungeni na Mheshimiwa Lema, Chadema peke yake tulikuwa wabunge 72. Upinzani kwa ujumla tulikuwa wabunge 117. Leo hawafiki
10. Leo hawafiki 10. Kwa hakuna kutusemea bungeni, hakuna kutusemea kwenye halmashauri zetu, hakuna kutusemea kwenye mabaraza ya madiwani, hakuna kutusemea kwenye vijiji vyetu. Tumeachwa tunajihangaikia kama kuku wa kienyeji. Tukiliwa na kiburu sawa, tukipatapata na nini kidogo tunaliwa na stakabadhi halali. Tunachohitaji kupigania tuwe na mfumo bora wa uchaguzi ili tupate viongozi wanaofaa, ili tupate viongozi tunaowataka. Sasa hivi kura yako wewe hapa Ruangwa, iwe ya urais, iwe ya ubunge, iwe ya udiwani, iwe mwenyekiti wa kijiji, haithaminiki mahali popote. Hata kupiga kura wenyewe huruhusiwi. Wanakuambia huyu yuko peke yake, huwezi kupiga kura. Mbunge upigi kura, diwani upigi kura, mwenyekiti wa kijiji upigi kura. Na kwa sababu upigi kura, kuna mtu unayeweza kumwambia wewe, mimi ndio nimekuweka hapo ulipo. Unaweza kumwambia nani Majaliwa namna hiyo? Kabla kupiga kura. Ndio maana ndugu zangu, namalizia ili tusinyeshewe mvua na twende Liwale, twende na Chikwete. Ndio maana tunazungumza habari ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wanatuchezea, wanatupuuza, wanatuonea. Sasa huwa inafika mahali tukasema imetosha. Hatutaki tena kuonewa, hatutaki tena kupuuzwa, hatutaki tena kunyanyaswa. Ndio maana tunasema kama hawataki mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Nani anayekubaliana na msimamo huu? Naomba nani anayepinga huo msimamo? Nani anayetaka tuendelee kupachikiwa wabunge, tuendelee kupachikiwa madiwani, tuendelee kupachikiwa wenye viti wa vijiji na mitaa? Nani anayetaka mambo haya? Nani anayetaka stakabadhi halali iendelee? Nani anayetaka haya makato ya kinyonyaji yaendelee? Nani anayetaka muendelee kuchangia Namungo timu ya mgodi au alikuwa ya mgodi? Nani anataka kuendelea na upuuzi huo? Kwa hiyo tuwaambie, bila mabadiliko hakitawezekana hapa. Yeye mnafikiri kuna gereza la kuwatosha nyie wote? Lipo. Nchi nzima hii tukiliamsha, kuna magereza ya kutuweka. Wanatuchezea nini? Wanatuaminisha kwamba ukifanya ngwee tutakuua. Walikufa sikufa? Kwa nini tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kufa sikufa? Tusichezeane, au sio? Tunataka haki. Tunataka haki. Nani asiyetaka haki? Na imeandikwa mahali kwenye maandiko matakatifu, haki huinua taifa. Nani asiyependa nchi yake iinuke kwa kuwa na haki? Nawashukuruni wananchi wa Ruangwa kwa kunisikiliza. Nawashukuruni kwa kuja kwenye mkutano. Nendeni mkayatafakari haya maneno, myafanyie kazi. Huu ni mwaka wa kuamua kwamba hatutaki tena upuuzi wa CCM na chaguzi zao za kihuni. Mimi nimemaliza. Nawashukuruni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.